Je, serikali imeamua kubadilisha maana ya maandamano nchini Kenya? Na kama hilo likitokea, nani ataamua nani ni protester wa kweli na nani ni goon? Kwa sababu wakati Gen Z wengi wakiamini wanatetea haki zao za kikatiba chini ya Article 37, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anasema kuna tatizo kubwa ambalo lazima lidhibitiwe haraka sana. Tatizo ambalo linaweza kubadilisha namna media inavyoripoti maandamano, namna polisi wanavyoshughulikia waandamanaji na hata namna mahakama zitatafsiri haki ya maandamano nchini Kenya. Leo tutaangalia kauli zake moja baada ya nyingine, tuone alisema nini hasa na kwa nini kauli hizi zimezua mjadala mkubwa mitandaoni, na kwa nini baadhi ya Wakenya hasa Gen Z wanaona kuna jambo kubwa zaidi linaendelea nyuma ya pazia. Usiondoke, tuanzie hapa. Katika hafla ya Human Rights Preparation Framework Launch, Murkomen alitoa kauli ambayo mtazamo wa kwanza inaonekana ya kawaida, lakini ukisikiliza kwa makini unaweza kuona kwa nini inazua mjadala. Murkomen anasema serikali inahitaji mfumo ambao utalinda haki ya maandamano ya amani huku ikitenganisha waandamanaji halali na wale wanaohusika na vurugu. Na hapa ndipo mjadala unaanza, kwa sababu hakuna Mkenya anayepinga kwamba uporaji na uchomaji mali ni makosa, lakini swali ni je, nani ataamua mstari unaoanza maandamano ya amani na unaomalizikia kwenye kile serikali itaita vurugu? Hilo ndilo swali ambalo Gen Z wengi wanauliza. The right to demonstrate, the right to assemble, demonstrate, picket and petition as provided in Article 37 of the Constitution must be implemented fully. But even as we implement that right, it is important, and I appreciate the chair of the Kenya National Human Rights Commission, that we have a clear framework that enables these Kenyans to enjoy their right, and that we can separate the goons, the violent criminals from those who are enjoying this right. Your Excellency, as part of our efforts to establish Nairobi Metropolitan City, we undertook a study, a visit to the New York Department, Police Department, NYPD, and the London Metropolitan Police Department. One of the questions I asked the leadership, including the Cabinet Secretary, my colleague from Britain, was how are you able to handle this issue of demonstrations? Sometimes we see huge demonstrations happening in New York, in London. How are they able to handle them peacefully? Your Excellency, the answer was unequivocal. Both in New York, you know, New York has suffered the brunt of terrorism and all kinds of criminal activities, including gangs in Harlem and other parts of New York. They were very, very critical that they do not compromise at all the question of criminal activity. If they see even one demonstrator carrying any form of weapon, they take the severest measure against those criminals. Your Excellency, it's because these developed nations separate completely, Your Excellency, the question of exercising your right and the question of safety of their people and the safety of their nation. And you see, there can be no enjoyment of a right without the responsibility. Those who come to public to enjoy their rights, they must appreciate that they have a responsibility to protect the rights of others. If we are going to become a nation that is going to have a peaceful demonstrations, we must separate completely, both by ourselves, by our media, by political leaders. We must differentiate between gangs, goons, violent people, arsonists. They are burning courts, they are burning people's businesses. They come to the street well prepared to come and loot and terrorize people. Rapists who are coming in the name of demonstration. We must call them for who they are and separate them from peaceful Kenyans who are undertaking demonstrations. Until the diction, the conversation in the public separates these two people. Lakini mambo yalibadilika zaidi Murkomen alipogeukia media na hata mahakama. Hii ndio sehemu ambayo imezua mjadala mkubwa zaidi. Kwa mujibu wa Murkomen, anasema baadhi ya vyombo vya habari na hata tafsiri za kisheria zimekuwa zikichanganya wahalifu na waandamanaji. Lakini wakosoaji wake wanauliza, je, hii ni njia ya kupambana na wahalifu au ni hatua ya kwanza ya kuelekea kudhibiti simulizi za maandamano? Kwa sababu mara nyingi historia inaonyesha kwamba mapambano mengi ya kiraia huanzia kwa mjadala wa maneno. Kwa hiyo ukibadilisha jina la protester au mwandamanaji, unabadilisha namna jamii inavyomuona. And I've told journalists, including media editors, I find it very insulting that during news reporting, a reporter sitting somewhere on the streets is public saying, you see, the demonstrators are there, they are burning tires, the demonstrators are throwing stones, the demonstrators now have looted. They still use the constitutional diction of assembling,
demonstrating, picketing, or petitioning using a positive language to describe criminals, Your Excellency, and therefore normalize criminal activities in the name of petitions. And this is the reason why in Kenya, you know, we are unable to separate the work of the police when they are dealing with these criminals and the ones who are dealing with peaceful Kenyans. And therefore, sometimes the greatest frustration by police officers is that they arrest someone on site. There is a camera showing that this person has banned Kikuyu law courts. That person has banned a police station in Dagoretti. That person has banned a police station in Olkalau. They are arrested on site, taken to court. What does the court do? They offer fines of about 5,000, some of them on personal commitment, and they are released. And then they are glorified. Countries all over the world, where they have restored sanity in their nation, the judiciary, the executive, the legislature work together knowing that there is only one national interest. And I look forward to seeing the draft that the chair is going to provide and to see that national interest is going to be protected. Murkomen pia aligusia jambo ambalo kila Mkenya angependa kusikia. Alisema usalama wa Kenya ndio kipaumbele kikubwa na hakuna anayepinga umuhimu wa usalama. Lakini hapa ndipo Gen Z wengi wanauliza swali lingine muhimu. Kama usalama ndio kipaumbele kikubwa, kwa nini baadhi ya maandamano ya hivi karibuni yalimalizika kwa madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi? Je, serikali inaweza kulinda usalama na wakati huo huo kulinda haki ya maandamano? Huo ndo mjadala unaoendelea. Your Excellency, as soon as you go to office, you say that the state cannot sanction destruction and killing of its citizens. We must end this practice. And so, Your Excellency, this is not just any other practice. For far too long, people have misunderstood who you are. But in the fullness of time, we are now almost 4 years into your administration. It's becoming clear that you are very thoughtful, you are very concerned about the citizens of this country. And as a person who serves in your administration, I know quite well, sitting with the Inspector General of Police, sitting together with the leaders in the security sector, we have received directions from you over and over again to be mindful of the welfare and the safety of the people of Kenya. Therefore, Your Excellency, as we move forward, we will be very deliberate in ensuring that these recommendations are implemented to the latter. Kisha Murkomen akazungumzia kikosi cha polisi. Hii ni sehemu ambayo wengi watakubaliana nayo ya kwamba polisi waliofunzwa vizuri wanaweza kusaidia kupunguza migogoro kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Lakini Gen Z wengi wanauliza, je, mafunzo mapya yatabadilisha yale ambayo Wakenya wamekuwa wakiona mitaani, au hii ni ahadi nyingine ambao wataisikia leo na kuisahau kesho? Ndio maswali bado yanatafuta majibu. I want to appreciate the Kenya National Human Rights Commission, the panelists, for capturing everybody, citizens who are victims and the police who became victims. The promise I give is that as a ministry we will work very hard to ensure that our police officers are properly trained to support and support Kenyans to enjoy this right. And for as long as organizers and ourselves work together for peaceful protests, we shall ensure that our police officers are marching together, hand in hand with the demonstrators, are singing together, and by 5 p.m. everybody going home safely, and we shall not have situations where Kenyans are losing their lives. Kitu kimoja kiko wazi ni kwamba Murkomen amesema vita dhidi ya wahalifu wanaojificha ndani ya maandamano lazima viimarishwe. Lakini upande mwingine wa mjadala unauliza swali tofauti. Je, katika juhudi za kupambana na wahalifu, haki za waandamanaji wa amani zinaweza kuathirika? Na kama sheria mpya au mfumo mpya unaanzishwa, nani ataamua nani ni protester na nani ni goon? Hilo ndilo swali ambalo sasa linagawa Kenya, lakini nataka kusikia kutoka kwako. Je, Murkomen yuko sahihi, au kauli hizi ni ishara kwamba serikali imeanza kuwa na wasiwasi kuhusu nguvu mpya ya Gen Z kuelekea mwaka 2027? Niachie maoni yako kwenye comment section. Je, wewe unaona hii ni kulinda usalama wa taifa au ni kudhibiti sauti ya wananchi? Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Go back! How can you go back? Leave me alone. I'm not telling you, I'm not talking to you. Go back! Rudi nyuma. Na mimi sina haja na wewe. Niko na haja na Ruto. Niko na haja na finance bill. Niko na haja na ile mwananchi ambaye anateseka. Wewe unapata mshahara. Wewe unapata mshahara. Mimi sina mshahara. I am fighting for my life. Just go back!
Go back. Go back. Back.